Tunaenda wazo la pili, imani yake haikutikisika. Imani yake haikutikisika, imani yake ilibaki imara siku zote. Alikuwa mtu wa imani, imani iliyokomaa. Lakini imani hiyo anazungumza ukweli mwadhama siku zote, anazungumza ukweli kwa upendo mkubwa. Mimi nimekutana naye mara nyingi. Unapoona anazungumza katika upendo. Anapokosoa kitu, anakosoa katika upendo, hakuna chuki. Kwa hiyo upendo na ukweli unaungana katika Mungu. Huwezi kutenganisha ukweli na upendo. Mtu anayependa lazima awe mkweli. Baba awe mama anayependa familia yake lazima ataishi ukweli. Kama uipendi, ndio utakuwa mdanganyifu. Hivyo hivyo kwa mtu yeyote ambaye atapewa majukumu. Kwa hiyo ndivyo alivyokuwa baba mwadhamu. Ukweli na upendo katika maisha yake haikuweza kutenganishwa, ilikuwa kitu kimoja na vikaungana vyote katika Mungu, katika Kristo. Vikaungana vyote katika Mungu, katika Kristo. Kwa hiyo imani yake haikutetereka. Imani yake haikutetereka, ilizidi kukua. Ilizidi kukua siku zote. Na katika hilo la upendo na ukweli, Paulo mtume anatukumbusha kwamba tusiwe tena watoto wachanga ambao tunatupwa huko na huko, kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Na hiyo ya upendo, Paulo mtume katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho sura ya 13 mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Mtakatifu Sipriani, askofu wa Karthaje, Tunisia huko katika karne ya 3, alifanya utume wake wa askofu kwa miaka 10 tu, miaka 248 mpaka 258. Anamwandikia askofu mwingine ambaye ameuawa kwa upanga, Askofu Cornelius, Papa naye ambaye aliuawa mwaka 253, miaka 5 kabla ya Sipriani hajauawa. Na baadaye sikukuu za hao wawili zinaunganishwa, Cornelio na Sipriani, Septemba 14. Kwa hiyo labda hiyo niache kwanza, lakini inaunganishwa siku yake. Anaandika Sipriani, anamwandikia Cornelius baada ya kusikia Cornelius ameuawa. Anamwandikia na anaandikia kanisa la Roma. Anaandika ifuatavyo. Anasema, ndugu yangu Cornelio, nimesikia juu ya ushuhuda wako mtukufu. Wewe Cornelio umeishi ushuhuda mtukufu. Nimesikia juu ya ujasiri wako wa kuishi imani. Nimesikia heshima juu ya ushuhuda wako. Na sisi watu wa Karthaje tunashiriki katika hiyo heshima yako, katika hiyo utukufu wako, katika hiyo sifa yako. Kwa hiyo sisi waumini tulioko hapa leo tunashiriki katika heshima ya baba yetu Polikapu, na tunajivunia kwa mazuri ambayo ameyafikia. Tunajiona fahari katika hilo. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani.